Karibu katika taarifa yetu kuu ya jioni ya leo ambapo tunakuletea mfululizo wa matukio muhimu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na taarifa za afya zinazovuta hisia za wananchi ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa zetu kuu za jioni ya leo, hali ya tahadhari inaendelea katika eneo la Buondo Walikale baada ya mapigano kati ya M23 na wapiganaji wa Wazalendo, huku utulivu wa tahadhari ukianza kurejea taratibu. Tutakwenda pia Masisi ambako katika mji wa Nyabiondo shughuli zimeanza kurejea kwa tahadhari licha ya eneo hilo kuendelea kubaki chini ya udhibiti wa waasi wa M23 baada ya mashambulizi ya Wazalendo. Taarifa nyingine pia kutoka Masisi inaeleza kuhusu tukio la uporaji wa kutumia silaha dhidi ya madereva wa bodaboda katika eneo la Rugarama, tukio lililosababisha hofu kubwa kwa wananchi na watumiaji wa barabara hiyo. Na katika habari za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mgonjwa wa kwanza wa mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola ametangazwa kupona rasmi katika mkoa wa Ituri, huku mamlaka za afya zikiendelea kuimarisha ufuatiliaji na hatua za kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Na vile tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia jioni ya leo tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu. Tuanze na habari kutoka huko Walikale ambako wakazi wa Buondo katika teritoria ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini wanaendelea kuishi katika hali ya tahadhari kubwa licha ya kurejea kwa utulivu wa muda baada ya mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Mapigano hayo yaliripotiwa katika kijiji hicho kilichopo katika eneo la Lushoa groupment ya Ikobo, iliyosababisha hofu kubwa kwa wananchi wengi waliolazimika kukimbia makazi yao kuelekea maeneo ya karibu kwa ajili ya usalama wao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, milio ya silaha nzito nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa kabla ya hali hiyo kuanza kutulia asubuhi ya leo. Hata hivyo, wananchi wengi bado hawajarejea majumbani mwao kutokana na hofu ya mapigano kuanza tena wakati wowote. Baadhi ya familia zimeendelea kujificha porini, huku wengine wakikabiliwa na ukosefu wa chakula, maji safi pamoja na huduma za afya. Mapigano haya yanaendelea kuongeza mvutano katika teritoria ya Walikale ambayo kwa siku za hivi karibuni imekuwa ikishuhudia mashambulizi na mapigano ya mara kwa mara kati ya M23, FARDC pamoja na makundi ya Wazalendo. Katika maeneo mengine ya karibu kama Iula, Misambo na sehemu za Masisi, hali kama hiyo ya utulivu wa tahadhari pia imeripotiwa baada ya mapigano makali iliyosababisha vifo vya wakimbizi, vifo na wimbi jipya la wakimbizi wa ndani. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazosika kusitisha mapigano ili kuzuia madhara makubwa kwa raia. Wanasema wananchi ndio wanaendelea kuathirika zaidi kutokana na vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano ya Buondo, lakini hali ya tahadhari inaendelea kutawala huku wakazi wakisubiri kurejea kwa amani ya kudumu katika eneo hilo. Tubaki huko Kivu Kaskazini ambako hali ya tahadhari inaendelea kushuhudiwa katika mji wa Nyabiondo, teritoria ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako shughuli za kawaida zimeanza kurejea taratibu siku moja baada ya shambulio lililofanywa na wapiganaji wa Wazalendo dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mashambulizi hayo yalitokea usiku wa kuamkia jana kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi waliolazimika kujificha majumbani mwao, huku wengine wakikimbilia maeneo ya karibu ili kuokoa maisha yao. Milio ya silaha nzito nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa kabla ya hali ya utulivu kurejea taratibu mapema asubuhi ya leo. Licha ya hali kutulia kwa muda, Nyabiondo bado ipo chini ya udhibiti wa M23. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa waasi hao waliendelea kuimarisha ulinzi katika maeneo muhimu ya mji huo baada ya mashambulizi ya Wazalendo. Wananchi wengi wameonekana kurejea sokoni na katika shughuli ndogo za biashara, lakini bado kuna hofu kubwa kutokana na uwezekano wa mapigano mapya kuzuka wakati wowote. Mashambulizi haya yanaendelea kuongeza hali ya sintofahamu katika teritoria ya Masisi ambayo kwa miezi kadhaa imekuwa ikikumbwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya M23, wapiganaji wa Wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Hali hiyo inaendelea kusababisha mateso makubwa kwa raia, hasa wanawake na watoto, huku maelfu ya familia zikikosa makazi na huduma muhimu za kibinadamu. Baadhi ya wakazi wa Nyabiondo wameeleza kuwa maisha yao ni magumu licha ya kurejea kwa utulivu au kwa shughuli chache za kijamii. Shule nyingi bado hazijafunguliwa kikamilifu, huku baadhi ya vituo vya
afya vikikabiliwa na upungufu wa dawa kutokana na hali ya usalama kutokuwa nzuri. Viongozi wa kijamii pamoja na mashirika ya kiraia wameendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kutafuta suluhisho la amani ili kuzuia kuendelea kwa mateso ya wananchi wa Masisi na maeneo mengine Kivu Kaskazini. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mashambulizi hayo, lakini hali ya tahadhari bado inaendelea kutawala katika mji wa Nyabiondo, huku wananchi wakihofia kurejea kwa mapigano makali siku zijazo. Tubaki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako habari njema zimeendelea kuripotiwa kutoka mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mgonjwa wa kwanza aliyekuwa ameambukizwa na virusi vya Ebola katika mlipuko wa 17 wa ugonjwa huo ametangazwa kupona rasmi na kuruhusiwa kutoka hospitalini. Kwa mujibu ya taarifa iliyotolewa na taasisi za taifa ya afya ya umma nchini Kongo, mgonjwa huyo aliondoka hospitalini siku ya Jumatano baada ya kupokea matibabu na kufuatiliwa kwa karibu na timu ya wataalamu wa afya waliokuwa wakihusika katika operation ya kukabiliana na mlipuko huu. Kupona kwa mgonjwa huyo kunatajwa kuwa hatua muhimu na ya afya kutia matumaini katika mapambano dhidi ya Ebola, hasa kwa sababu mlipuko huu unasababishwa na aina ya virusi vinavyojulikana kama Bundibugyo. Hii ni aina ya Ebola ambayo hadi sasa haina chanzo wala dawa maalum iliyothibitishwa rasmi kwa matumizi ya tiba. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa licha ya mafanikio hayo, hadi bado inahitaji uangalizi mkubwa kutokana na hatari ya ugonjwa huo kuendelea kusambaa katika maeneo mengine. Timu za afya zimeendelea kufanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kuwa wagonjwa wanaoshakiwa wanatengwa mapema, huku watu waliokutana nao wakifuatiliwa kwa karibu ili kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu. Katika maeneo yaliyoathirika, shughuli za uhamasishaji wa jamii imeongezwa ambako wananchi wanahimizwa kuzingatia usafi, kutoa taarifa mapema wanapoona dalili za Ebola pamoja na kuepuka kugusana na wagonjwa bila tahadhari. Dalili za ugonjwa huo ni pamoja na homa kali, kutapika, kuharisha, uchovu mkubwa wakati wowote na wakati mwingine kutokwa kwa damu. Mlipuko huu wa 17 wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuzua wasiwasi mkubwa kwa wananchi na mamlaka za afya kutokana na historia ya ugonjwa huo ambao tayari umewahi kusababisha vifo vya maelfu ya watu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka iliyopita. Mashirika ya afya ya kimataifa pamoja na serikali ya Kongo vinaendelea kushirikiana katika juhudi za kudhibiti ugonjwa huo, huku matumaini yakiongezeka baada ya kupona kwa mgonjwa huyo wa kwanza. Hata hivyo, mamlaka za afya zinaonya kuwa vita dhidi ya Ebola bado havijaisha na kwamba umakini mkubwa unahitajika ili kuzuia mlipuko huo usienee kuwa zaidi. Turudi Kivu Kaskazini ambako hali wasiwasi inaendelea kutawala katika eneo la Rugarama, teritoria ya Masisi, mkoani Kivu Kaskazini baada ya kutokea tukio la uporaji wa kutumia silaha dhidi ya madereva wa bodaboda maarufu kama motar. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, watu wenye silaha ambao bado hawajatambulika walishambulia waendesha bodaboda au katika moja barabara inayounganisha vijiji vya Rugarama. Washambuliaji hao walidaiwa kuzuia madereva hao wakiwa safarini kabla ya kuwapora pikipiki zao, fedha pamoja na simu za mkononi kwa nguvu. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema baadhi ya waendesha bodaboda walipigwa na kutishwa kwa bunduki wakati wa tukio hilo lililosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Baadhi ya madereva walionusurika kwa kukimbilia porini, huko wengine wakibaki na majeraha madogo kutokana na kipigo walichopewa na wahalifu hao. Tukio hilo limeongeza hofu kwa wakazi wa Masisi ambao tayari wanaishi katika mazingira magumu ya kiusalama kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha. Madereva wa bodaboda ambao ndio njia kuu ya usafiri katika maeneo mengine ya vijiji vinaeleza kuwa maisha yao yako hatarini kila siku wanapofanya kazi zao. Baadhi ya viongozi wa vijana pamoja na wawakilishi wa madereva bodaboda wamezitaka mamlaka za usalama kuongeza doria katika barabara za Masisi ili kuwalinda wananchi dhidi ya vitendo vya ujambazi vinavyoendelea kuongezeka. Wanasema kuwa uporaji huo unaathiri vibaya shughuli za kiuchumi na biashara. Wananchi wengi wanashindwa kufanya kazi kwa uhuru.
Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kukamatwa kwa wahusika wa tukio hilo, lakini uchunguzi unaendelea huku wananchi wakihimizwa kutoa taarifa yoyote itakayoweza kusaidia kubaini wahalifu walipo. Wakazi wa Rugarama wanaendelea kuishi kwa tahadhari kubwa huku wakitaka kurejeshwa kwa usalama wa kudumu katika eneo hilo ambalo limeendelea kukumbwa na matukio ya uhalifu na mapigano kwa muda mrefu. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, usichoke, acha nikuonge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Dunia yetu leo mchana. Taarifa ya habari imesomwa na Bruce Amani. Asante sana. Yale utakayosikia mchana leo: wanafunzi 16 wauawa katika tukio la moto kwenye bweni la shule ya wasichana ya utumishi nchini Kenya. Uganda yatangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ugonjwa wa Ebola, na Iran yalaani kile inachokiita uvunjwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano baada ya Marekani kushambulia mji wa bandari wa Bandar Abbas. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com/Kiswahili na redio wa shirika mbalimbali. Lakini kutanguliza yote ni kwamba Uganda imetangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huu ukiwa mwitikio kwa hali inayoelezwa kuzidi kuzorota kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa hatari wa Ebola katika nchi hiyo jirani yake kwa upande wa magharibi. Aidha, mamlaka za Uganda zimepiga marufuku mikusanyiko yoyote isiyo rasmi kama vile matamasha na sherehe za mashabiki wa soka, ambapo ni vigumu kuwakagua watu hali zao za afya. Lubega Emmanuel na maelezo zaidi. Ijapokuwa Wizara ya Afya ya Uganda inataja kuwa idadi ya walioambukizwa na Ebola nchini humo ni watu 7 ambapo mmoja alifariki, wameamua kuchukua tahadhari zaidi kufuatia taarifa kwamba mlipuko wa ugonjwa huu unasambaa kwa kasi katika nchi jirani ya Kongo. Ni kwa ajili hii ndipo agizo limetolewa mipaka kati ya nchi hizo ifungwe kwa muda na kuruhusu tu kusafirishwa kwa misaada ya chakula na dawa pamoja na timu za wafanyakazi wa afya kutoka pande zote mbili ambao wanashughulikia kudhibitiwa kwa Ebola. Kaimu waziri wa afya Diana Twine amefafanua kwamba hii ni kwa sababu pia watu kwenye sehemu za mipakani wameendelea kupuuza maagizo na ushauri wa kuepusha ugonjwa huo. Alisema hivi kwenye kikao cha waandishi habari alichoitisha kwa dharura. Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. Uganda inafunga kwa muda mpaka wake kati yake na Kongo kuanzia sasa hivi ili kuepusha hatari ya kuenea kwa Ebola ndani ya Uganda. Of the spread of Ebola into Uganda. Kwa wale ambao watataka kuja Uganda kwa hali ya dharura, hata kama ni kwa safari za ndege, wizara itawataka kukaa katika karantini kwa muda wa siku 21, na wasipoonyesha ishara za ugonjwa huo basi wataachiwa kuendelea na shughuli zao. Hata hivyo, mamlaka za afya zimesisitiza kuwa wanafunzi wa shule za bweni zilizoko mipakani wanaotokea Kongo watafuatiliwa pia kwa muda huo wa siku 21 na wasimamizi wa shule wakiwapima hali joto na pia kuona kama wana dalili zozote za ugonjwa huo, kwani pale mtu anapoanza kuonyesha dalili ndipo kuna hatari zaidi ya yeye kuambukiza wengine. Sheikh Idrisa Wanje ambaye ni mkazi wa Bunagana, mji wa mpakani kusini magharibi mwa Uganda, anaelezea jinsi wanavyoathirika kutokana na hatua hii ya kufunga mipaka. Mpaka ukifungwa hali na kuwa ni nzito kiasi kikubwa, kwa sababu mfumo wa biashara moja kwa moja unaharibika. Kuna watoto wa shule, wanafunzi wanatoka upande wa pili wa Kongo wanakuja kusoma Uganda. Kwa hali ya mpakani kufungwa imewatatiza, hawezi kuja kusoma. Kaimu waziri aidha amefafanua kuwa watu 300 wanafuatiliwa kwa sasa kuhakikisha kwamba hawakuambukizwa Ebola, na wengi wao ni wafanyakazi wa afya waliotangamana na waathirika hao 7. Wizara aidha imeagiza vyombo vya habari kutoa taarifa na elimu ya afya kila mara kwenye idhaa zao kuhusu ugonjwa huo hatari na njia za kuepuka kuambukizwa. Wakati huo, ofisi ya shirika la Umoja Mataifa Uganda imetoa mwito kwa mchango wa dola milioni 15 ili kusaidia katika kudhibiti ugonjwa huo. Fedha hizo zitatumiwa kuwapa matibabu wagonjwa na pia kuendesha uhamasishaji miongoni mwa jamii mbalimbali kuhusu hatari za ugonjwa wa Ebola na pia njia za kupambana nao. Aidha, shughuli za matamasha na sherehe zisizo rasmi pia zimefungiwa nchini Uganda. Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Iran imelani kile inachokiita uvunjaji wa makubaliano kusitisha mapigano baada ya Marekani kushambulia mji wa bandari wa Bandar Abbas, ikiapa kuchukua hatua za kulipiza kisasi, na huku ikielezea mshikamano wake na Oman baada ya Rais Donald Trump kutishia kuripua nchi hiyo ya Ghuba. Mohamed Khalef na mengi zaidi kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambavyo hii leo vimetimia miezi 3 tangu vianze.
Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Iran, Ismail Bakai, amesema nchi yake itachukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake baada ya mashambulizi hayo kwenye mji huo wa kusini wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Bakai amezungumzia pia kitisho cha Rais Trump wa Marekani dhidi ya Oman kwamba Washington itaishambulia vikali nchi hiyo ikiwa itashirikiana na Iran kwenye udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Msemaji huyo amesisitiza msimamo wa nchi yake kuiunga mkono Oman, na hapa namnukuu: "Tunalaani vikali tabia ya vitisho kutoka maafisa wa serikali ya Marekani dhidi yetu na mataifa mengine kwenye ukanda wetu huu." Mwisho wa kumnukuu. Mlango bahari wa Hormuz unamilikiwa kwa pamoja kati ya Muscat na Tehran na umegeuka kuwa kete kubwa kijiografia mikononi mwa Iran inapokabiliana na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Oman, ambayo ilipambanua miongoni mwa mataifa ya Ghuba kutokuegemea upande wote wa mzozo huo, hadi miezi mitatu iliyopita ilikuwa ndio mpatanishi mkuu kati ya Tehran na Washington, lakini imeonekana kuvunjwa moyo na hatua za Marekani kuanzisha vita muda mchache tu baada ya kufanikisha kufikia makubaliano wiki ya mwisho ya mwezi wa Februari. Hayo ya kijiri, Kuwait imesema imeshambuliwa kwa makombora na droni hivi leo, ingawa haikutaja ni maeneo gani mahsusi yaliyolengwa. Kauli ya Kuwait ilithibitishwa masaa kadhaa baadaye na jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran, ambayo lilinukuliwa shirika la habari la serikali IRNA likisema lilifanya mashambulizi kulenga vituo na maeneo ya kijeshi ya Marekani kwenye ukanda huo ambayo yalitumika kufanya hujuma dhidi ya Iran, nalo pia halikutaja liliposhambulia. Kuwait, ambayo ni mshirika mkubwa wa Marekani, imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara na Iran na wanamgambo wa Iraq tangu vita vianze, kutokana na kuruhusu ardhi yake kutumika kuishambulia Teheran. Siku ya Jumatatu, Marekani idai kufanya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya maeneo ya kurushia makombora na mashua za kutegesha mabomu kusini mwa Iran. Na jioni ya jana Jumatano, maafisa wake walisema mashambulizi zaidi yalifanyika ndani ya Iran, yakizidungua droni 4 kwenye mlango bahari wa Hormuz na pia ukishambulia kituo cha kurushia droni huko Bandar Abbas. Mashambulizi haya ya kuviziana yanakuja wakati eneo la Mashariki ya Kati likiwa kwenye kilele cha kurudi tena kwenye vita kamili, licha Rais Trump kutangaza imani yake kwamba utawala wake unapiga hatua kubwa kuelekea makubaliano ya kukomesha vita dhidi ya Iran. DW tunavuma kwa kishindo. Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Na pia katika tovuti yetu ya dw.com/Kiswahili tuna taarifa mubashara za matukio hivi punde ya mzozo huo wa Iran na kila anapotokea. Kwa hivyo zidi kufuatilia kutambua kwa wakati kinachoendelea katika eneo hilo. Na tunapozidi kusonga mbele ni kwamba moto katika bweni la shule ya utumishi Girls Academy nchini Kenya asubuhi ya leo umeua wanafunzi 16 huku wengine 79 wakijeruhiwa. Viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wazazi na wanafunzi wamefika shuleni humo kutathmini hali ilivyo. Wakiombogo anaarifu zaidi. Waziri wa elimu Migos Ogamba amethibitisha kuwa wanafunzi 16 wamefariki kutokana na moto uliozuka majira ya saa 7 kasoro robo alfajiri katika bweni ambalo lilikuwa na takriban wanafunzi 220 waliokuwa wamelala. At the time of the incident, wanafunzi 808 walikuwa shuleni wakati wa mkasa huo. Kati yao 79 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Walitibiwa na wanafunzi 71 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Tuna wanafunzi 16 waliofariki dunia na utambulisho wao utawekwa wazi baada ya taratibu kukamilika. Identified. Juhudi za pamoja za vikosi vya zimamoto kutoka jeshi la Kenya, huduma za misitu, serikali ya kaunti ya Nakuru, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na taasisi nyingine zilifanikiwa kuudhibiti moto huo kufikia saa 9 alfajiri. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameeleza wasiwasi kuhusu namna taarifa hiyo ilivyotolewa kwa umma, akisema wangependelea kwanza kushughulikia utambulisho wa wanafunzi waliofariki kabla ya taarifa kusambazwa. Kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mmepeperusha tayari kwa nchi nzima, tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki. Hali hiyo imezua taharuki miongoni mwa wazazi walioanza kufika shuleni humo kuanzia saa 10 alfajiri wakitaka kuthibitisha iwapo watoto wao wako salama au la. Kwa sasa shule hiyo inaendelea na mchakato wa kuwafikia wazazi wote, kuwaachilia wanafunzi warejee nyumbani pamoja na wazazi wao na kuwapatia ushauri nasaha. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika, lakini maafisa wa usalama wamesema uchunguzi umeanzishwa.
Kenya imekuwa na matukio mengi ya moto katika shule za bweni kwa miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2024 moto uliua wavulana 21 baada ya bweni kuteketea katika shule ya Hillside Endarasha Academy katika kaunti ya Nyeri. Wakio Mbogo, DW, Nakuru. Asante sana Wakio Mbogo kwa ripoti hiyo. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema Marekani imeondoa na diplomasia wake nchini Ukraine baada ya Urusi kuwaonya wajumbe wa kimataifa kuondoka Kiev kabla ya wimbi jipya la mashambulizi ya anga kwenye mji huo mkuu. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Ukraine na Urusi. Akizungumza leo na waandishi habari mjini Limassol nchini Cyprus kabla ya kuongoza mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Kallas amesema inachokifanya Urusi ni kusababisha hofu katika jamii. What we heard from Ukraine yesterday. Pia taarifa tulizozipata jana kutoka Ukraine ni kwamba balozi zote zimebaki isipokuwa moja. Kwa hiyo hilo pia linahitaji ujasiri kutoka kwenye balozi hizo. Lakini ndiyo, balozi zote za Ulaya zimebakia Kiev. Marekani imeondoka. So all the European states, America left. Dmytro Litvini, mshauri wa masuala ya mawasiliano wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, amewaambia waandishi habari kwamba Ukraine imepata taarifa baadhi ya wanadiplomasia wa Marekani wameondoka Kiev. Litvini aliongeza kusema kuwa Ukraine inazishukuru balozi zote zinazofanya kazi Kiev na kuiunga mkono Ukraine. Hata hivyo, ubalozi wa Marekani mjini Kiev umesema bado uko wazi siku chache baada ya Urusi kuwataka raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka katika mji huo kabla ya mashambulizi hayo yaliyopangwa. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, ubalozi wa Marekani umeandika kuwa ofisi hazijafungwa, hakuna mabadiliko yoyote katika uendeshaji wa shughuli zao na kwamba taarifa nyingine zozote tofauti na hizo ni za uongo. Mataifa kadhaa ya Ulaya yaliwaita mabalozi wa Urusi wanaowakilisha katika nchi zao baada ya Moscow kutoa vitisho hivyo. Aidha, nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zimesema hadharani kwamba hazitafunga balozi zake, zikivielezea vitisho vya Urusi dhidi ya wanadiplomasia kama visivyo halali. Katika hatua nyingine, Umoja wa Ulaya umesema haupangi kwa sasa kumteua mwakilishi mkuu kwa ajili ya mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya pamoja na wanadiplomasia wamesema leo kuwa Kallas na nchi kadhaa muhimu ikiwemo Ujerumani hazioni hatua hiyo kuwa muhimu kwa wakati huu. Wakati huo huo, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya leo kuhusu kuongezeka kwa mzozo wa Urusi na Ukraine kutokana na vitisho vya Moscow. Turk ametoa wito kwa pande hizo mbili kujizuia na kurejea katika meza ya mazungumzo pamoja na kukomesha mateso kwa raia. Amebainisha kuwa idadi ya raia waliouawa katika miezi minne ya kwanza ya mwaka 2026 ilikuwa 21% zaidi ya kipindi kama hicho kwa mwaka uliopita wa 2025. Huku hayo yakijiri, Rais Zelensky leo atakutana na Waziri Mkuu wa Sweden Ulf Kristersson mjini Stockholm, ambako serikali ya nchi hiyo itatangaza mkataba wa kuipatia Ukraine ndege za kivita. Mwaka uliopita, Kristersson na Zelensky walisaini makubaliano ya Sweden kuiuzia Ukraine hadi ndege 150 za kivita aina ya Saab Gripen. Naye waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema leo kwamba matamshi ya Kallas kuhusu hitaji la kupunguza vikosi vya kijeshi vya Urusi yalikuwa ya kipuuzi. Asante sana Grace Kabogo. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji, mtazamaji, acha tuende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Ni yana mazungumzo yetu ya kila siku, ni hakikisha tunaletea habari sahihi tena kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za asubuhi ya kesho tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, jina langu ni Ite Idi George, nikiendelea kutangazia kila siku kupitia Kongo Post News. Asante.